Wizara ya Fedha na Mipango. Swali linaulizwa na Mheshimiwa Jaku Hashim Ayub, mwakilishi wa wananchi jimbo la Paje. Mheshimiwa Spika, niko tayari kusikiliza majibu ya swali namba 204. Asante. Mheshimiwa Waziri, Wizara ya Fedha na Mipango. Msikilizaji wa ZBC, hivi sasa basi moja kwa moja swali limeelekezwa Wizara ya Fedha na Mipango, ambapo Mheshimiwa Jaku Hashim Ayub wa jimbo la Paje atamueleza Mheshimiwa Waziri kwamba kumekuwa na mtindo wa baadhi ya taasisi za serikali zinazokusanya mapato kutoa adhabu ya faini kwa walipa kodi kwa kuchelewa kulipa kwa wakati sababu mbalimbali. Hatua hii imekuwa ikiwavunja moyo walipa kodi na wawekezaji kwa vile wakati mwingine wanakuwa na sababu za msingi kuchelewa huko. Je, serikali itachukua hatua gani kuondosha changamoto hiyo na kuweka mazingira rafiki ya walipa kodi? Tusikilize majibu kutoka kwa naibu waziri wa wizara hiyo. Kupitia katika kifungu 101, 109, 113, 115 na 120 vikisomwa kwa pamoja na kifungu nambari 65 cha sheria ya usimamizi wa kodi sura nambari 438 vinatoa muda wa kulipa kodi ambazo vimekadiriwa kwa mujibu wa sheria. Sheria ya usimamizi wa kodi sura nambari 438 kupitia kifungu nambari 87, 93 na 101 vinatoa adhabu na riba kwa ucheleweshaji wa malipo ya kodi. Makadirio ya adhabu na faini yanafanyika kwa mujibu wa kifungu nambari 92 cha sheria ya usimamizi wa kodi. Hatua hizi zimekusudiwa kuleta usawa katika ulipaji wa kodi na pia kuhakikisha utii wa sheria na ukusanyaji thabiti wa mapato ya serikali. Mheshimiwa Spika, hata hivyo sheria ya usimamizi wa kodi sura nambari 438 kupitia katika kifungu nambari 81 inatoa nafasi ya kamishna mkuu kutoa msamaha wa riba na adhabu endapo mlipa kodi atakuwa na sababu mzuri na za kuridhisha kupatiwa msamaha huo. Sheria ya usimamizi wa kodi sura nambari 438 kupitia kifungu nambari 66 inatoa fursa ya mlipa kodi kuomba nyongeza ya muda wa kulipa kodi endapo ana sababu za nzuri na za kuridhisha kufanya hivyo. Hivyo walipa kodi wanaweza kuomba kuongezewa muda wa kulipa endapo wana changamoto mbalimbali. Kwa ujumla, serikali inaendelea kusimamia utekelezaji wa sheria za kodi kwa kuzingatia misingi ya haki, usawa na uboreshaji wa mazingira ya kibiashara ili kulinda mapato ya serikali na wakati huo huo kuendelea kuwavutia na kuhamasisha walipa kodi na wawekezaji nchini. Nashukuru sana Mheshimiwa. Asante. Mheshimiwa Jaku, swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Naibu Waziri, huko nyuma kulikuwa kuna maeneo kama bandarini, airport, mlikuwa mkakushana kodi wenyewe kwenye vibanda. Sababu gani za msingi mzopelekea mkashindwa au kufeli, baadaye mzigo ule unaangukia mtu na akachelewa, pengine akaumwa, akapata ajali, hamfahamu, na wakati mwingine miundombinu yenu inakuwa na matatizo? Sababu gani za msingi mzopelekea mnakushaniwa kodi halafu unaleta ala halipi kwa nia njema kabisa, anapata vizingiti vizito? Lakini umetaja sura nyingi tu hapo, 120, 100 na ngapi sura hizo. Hizi sura ni za Jamhuri ya Muungano au tulipisha habari za akilishi? Wananchi wanataka kufahamu. Mheshimiwa Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, kwa ruhusa yako na kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Fedha na Mipango, naomba kumjibu Mheshimiwa Jaku swala lake la nyongeza kama ifuatavyo. Kwanza nikwambie kwamba zipo sababu za msingi za kuchelewa kulipa kodi ambazo wakati mwingine zinaweza kutokana na sababu za kiuchumi, wakati mwingine za kimifumo na mambo kama haya. Sasa hakuna utaratibu wa kutozwa kodi kinyume na sheria ambazo tumezitaja, na ukisema kwamba hizi ni sheria za wapi, ni sheria ambazo zinatuongoza ndani ya visiwa vyetu vya Zanzibar. Sisi tuko Zanzibar, sheria za kodi zipo Zanzibar. Kama kuna sheria ambayo itakuwa inasimamiwa na TRA lakini tupo Zanzibar, kwa hiyo taratibu tutakuwa tunautumia ndani ya visiwa vyetu vya Zanzibar. Hakuna utaratibu nje ya vifungu hivyo. Nashukuru sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa, kuhusu utaratibu nimemuuliza sheria hizi za bunge za bakilishi. Mheshimiwa, naomba ukae. Tuendelee Mheshimiwa Waziri. Sheria ulizokoti zilikuwa za
Mheshimiwa, uliulizwa sheria hizo ambazo vifungu ulivyotaja, sura ulizozitaja za sheria ni sheria za Zanzibar au za Jamhuri ya Muungano? Alitaka kujua na hilo. Nataka niongezee kidogo Mheshimiwa Spika, ndani ya sheria zetu za kimamlaka, kwa maana mamlaka ya ZRA, kwa maana mamlaka ya mapato Zanzibar, mamlaka ya mapato Tanzania ambayo ni TRA, hizi sheria ni sheria zetu hapa Zanzibar. Asante Mheshimiwa Bakari Hamad Bakari, swali nyongeza. Kuna Mheshimiwa Waziri wa Fedha. Mheshimiwa Bakari. Mheshimiwa Waziri, endelea. Hapana, tunahitaji Hansard Mheshimiwa. Tunahitaji kupata rekodi ya Hansard. Kama kuna kipaza sauti chochote chenye kufanya kazi inaonekana. Ichi hapa Mheshimiwa. Mheshimiwa Spika, pamoja na majibu mazuri ya Mheshimiwa Naibu Waziri, naomba kuongezea kwamba sheria ya kodi ya mapato, yani income tax, inatekelezwa kupitia sheria ya TRA ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo inafanya kazi Zanzibar kama ni sehemu ya tax administration. Asante sana Mheshimiwa kwa hayo majibu. Mheshimiwa Bakari, sasa swali la nyongeza. Nakushukuru Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza, lakini nipongeze Mheshimiwa Waziri na Naibu Waziri kwa majibu haya ya serikali. Mheshimiwa Spika, serikali wa kuwapunguzia mzigo wa wanaokuwa na madeni makubwa ya kodi na kutakiwa kulipa ile madeni yao principal na kusamehewa riba na adhabu mbalimbali ambazo walikuwa nazo. Hata hivyo, jambo hili halikuweza kufanyika vizuri, kwa maana makusudio ilikuwa ni kukusanya zaidi ya bilioni 12, lakini zimekusanya bilioni 2 na point. Sasa ni ipi kauli ya serikali kuhusiana na wafanyabiashara hawa ambao hawakuweza kuitikia wito huu wa serikali? Asante. Asante Mheshimiwa Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, kwa niaba yako na kwa ruhusa yako na kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Fedha na Mipango, naomba kumjibu Mheshimiwa mwakilishi wa Jimbo la Wawi swali lake la nyongeza kama ifuatavyo. Kwanza nitaka afahamu kwamba sheria ama mamlaka za kodi zinatoa fursa, kwa maana ya kama umechelewa kulipa kodi manake unapewa adhabu. Kwa hiyo mamlaka zinatoa fursa za kutoa huo msamaha, hasa katika mazingira hayo ambayo umeeleza, swala la riba na mambo mengine. Ikiwa mfanya biashara ameshindwa na hilo, kwa mfano inawezekana kachelewa kuwasilisha mawasilisho yake, marejesho yake, msamaha wa kodi inawezekana ni mdogo kuliko, manake adhabu ya kodi ni kubwa kuliko ule msamaha ambao pengine atapatiwa. Lakini hii inatoa fursa pia kwa zile mamlaka husika kuweza kutoa msamaha kama huo ambao umeueleza. Sasa kama mfanya biashara amewasilisha vielelezo vyake kwa mujibu wa taratibu zinazohusika, atapatiwa huo msamaha kwa mujibu wa utaratibu uliopo. Kama kashindwa yeye mwenyewe, maana yake ni kwamba kashindwa kwa utaratibu ambao ni wake yeye mwenyewe. Lakini kama mamlaka tunatoa huo msamaha kwa mujibu wa utaratibu ambao unaeleza kwa mujibu wa sheria, lakini watafautiana aina gani ya kodi, lakini pia kwa hiyo sheria ambayo itakuwa ina govern hiyo kodi yenyewe. Nashukuru sana Mheshimiwa Spika. Asante. Kuna swali la mwisho la nyongeza kwenye swali hili. Naitwa Juma Usonge, mwakilishi wa Jimbo la Chani. Nakushukuru sana Mheshimiwa Spika na mimi kunipatia fursa ya kuweza kuuliza swali la nyongeza. Kwa kuwa kumekuwa na malalamiko mengi sana kwa wananchi, hususan wanaosafiri kutoka Unguja kuelekea Dar es Salaam na wale wengine ambao wanatoka Dar es Salaam kuja Unguja, wanapofika bandarini hutozwa kodi kwa makusudi na watu wa mamlaka za kodi, hususan ZRA,
kwa bidhaa hata zile binafsi kwa ajili ya matumizi yao binafsi. Malalamiko hayo yameshatolewa ufumbuzi kwa muda mrefu, lakini still watendaji na watumishi pale bandarini wanaendelea kuwatoza kodi wananchi wa eneo hilo. Ni ipi kauli ya serikali kukomesha na kuondoa usumbufu huo ambao tayari wananchi wanapitia? Asante. Asante sana Mheshimiwa. Mheshimiwa Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, kwa ruhusa yako na kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Fedha na Mipango, naomba nimjibu Mheshimiwa mwakilishi swali lake la nyongeza kama ifuatavyo. Anahitaji kauli ya serikali, lakini nataka nimfahamishe kitu kimoja. Wakati mwingine tunakuwa na malalamiko ambayo kimsingi ni malalamiko ambayo yamo katika utaratibu wa kisheria. Kwa mfano, wakati mwingine tunadai kwamba tunatozwa kodi mara mbili. Kwa mfano, umetoa kodi lese gari Zanzibar, umeshusha Zanzibar, umetozwa kodi. Kwa mujibu wa utaratibu, hii inaitwa import fees. Hii ni 55% ndani ya visiwa vyetu vya Zanzibar. Gari ile unapoipeleka bara, kama hapa umetozwa 55%, maana yake ukifika kule unatozwa zile asilimia zilizobakia zinakamilishwa 45%. Hii ndio tunajidai kwamba tunatozwa kodi mara mbili, lakini huu ni utaratibu wa kisheria. Sasa kauli ya serikali katika namna kama hii, taratibu ambazo zipo kwa mujibu wa sheria ziondolewe kwa mujibu wa taratibu za kisheria, si vinginevyo. Nashukuru sana Mheshimiwa Spika. Asante Mheshimiwa, lakini hili swali alilouliza mwakilishi wa Chaani Juma Usonge kwenye gari linaweza likakubalika, lakini sasa kwenye items ndogo ndogo ambazo wanyonge walio wengi, mtu kanunua TV yake, ana nyumba huku ameoa na kule upande wa pili wa Jamhuri, anaisafirisha TV, inachukuliwa inatozwa tena kodi. Vitu vidogo vidogo vile ambavyo wananchi wanachukua wakasimamishwa vikaomba kodi. Nafikiri msingi hasa ulikuwa kwenye swali lake la nyongeza, ulikuwa hapo, lakini kwenye gari tunafahamu. Asante Mheshimiwa Waziri, sijui kama kuna yoyote anaweza Mheshimiwa. Na Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais. Vipaza vyetu sauti leo naona upande wa mawaziri. Mheshimiwa, unaweza kaja hata hapa akupisha yeye kidogo, alafu hapa uje hata hapo. Njoo kwenye podium, maana yake kwenda nyuma kule kwenye kipaza sauti itakuwa haiko sawa. Asante sana Mheshimiwa Spika, pamoja na majibu mazuri ya Mheshimiwa Naibu Waziri, lakini mshukuru sana Mheshimiwa Juma Usonge, mwakilishi wa jimbo la Chaani kwa suala la kizuri. Mheshimiwa Spika, ni kweli suala hili limekuwa likijitokeza mara nyingi, na serikali kupitia vikao vyetu vya kero za Muungano tumeshalizungumza mara nyingi sana. Kimsingi tumekubaliana serikali zote mbili kwa kesi ya hivyo vitu anavyovizungumzia Mheshimiwa mwakilishi. Kwa mfano, mtu amebeba kitu chake kidogo cha matumizi, hichi kitu hakipaswi kutozwa kodi. Na kama kuna watendaji wanaendelea na jambo hilo, mamlaka zinazohusika zinapaswa zichukue hatua haraka kabisa. Na tunalifanya hili Mheshimiwa Spika ili kuondosha malalamiko yasiyokuwa na lazima, na haya ni matakwa ya kisheria ya serikali zote mbili, ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Lakini wakati huo Mheshimiwa Spika, nitumie nafasi hii kueleza jamii, yako maeneo ambayo yanatumika vibaya. Mheshimiwa Naibu Waziri ameanza kueleza vizuri hapa. Inatokea kwa mfano, mtu analeta gari hapa Zanzibar kwa matumizi hapa Zanzibar,
lakini baadaye gari hile anataka aipeleke Tanzania bara. Kwa hiyo kinachotakiwa ni kulipa ile difference ya kodi baina ya hapa na ile Tanzania bara ili uweze kutumia kule Tanzania bara. Sasa hii wananchi baadhi, nadhani kwa kutokuelewa, wanaitumia kama fursa ya kueleza kwamba hii ni kero ya Muungano. Hii sio kero ya Muungano. Hii ni mtu ambaye ameshindwa kufuata utaratibu wa kisheria uliopo. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kulieleza baraza lako tukufu, lakini na kuomba sana wananchi, tujaribu sana kufuata taratibu na sheria ambazo zimewekwa. Lakini waombe sana waheshimiwa wawakilishi wa baraza lako tukufu, hizi kero ambazo tunaletewa na wananchi tuziangalie kwa umakini. Najua sisi ni wanasiasa, saa nyingine unataka uwaridhishe watu, lakini unakwenda kinyume na sheria. Hili jambo sio sahihi hata kidogo. Serikali ina huruma sana na wananchi wake. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Mwinyi anawapenda sana wananchi wake, lakini Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan anawapenda sana wananchi wake, na ndio maana kuna kamati maalum ambayo inakaa ya kuzizungumza hizi ambazo zile kero za Muungano. Lakini tutafautishe baina ya kero za Muungano, lakini pia na vile vitu ambavyo tunajitengenezea wenyewe. Wako watu na wengine wafanyabiashara wanataka kutumia fursa hiyo kutokulipa kodi kwa msingi tu kwamba jambo hili lilipita Zanzibar, sasa hata kulipeleka kule bara. Ziko kesi nyingi, Mheshimiwa Spika. Kwa hiyo naomba sana tufuate huo utaratibu ili tuepuke mazingira ambayo hayana msingi ya kujitokeza. Wenzetu wa TRA, wenzetu wa ZRA wanafanya kazi kwa karibu sana, na mamlaka hizi zinashirikiana vizuri tu. Ukiangalia sheria ya TRA, lakini ukiangalia sheria ya ZRA, ukisoma vizuri, ukielewa, sasa unaona hakuna sababu ya kuwa na msuguano wa hili jambo. Kila jambo liko very clear. Sasa hii, Mheshimiwa Spika, inatokana na tafsiri ya mtu mwenyewe. Wako watu tumegundua wanaleta bidhaa hapa nyingi tu, lakini kwa kiwango kile kile anataka safirishe apeleke Tanzania bara bila ya malipo ya tofauti ambayo yamewekwa kisheria. Kwa hiyo ni waombe wale ambao mnataka kuingiza bidhaa Zanzibar, ingizeni kwa mujibu wa taratibu zilizopo, lakini yule ambaye anataka kupitishia bara apitishe kwa mujibu wa taratibu zilizopo ili kuepuka usumbufu usio kwa lazima. Mheshimiwa Spika, nakushukuru sana, naomba kuwasilisha.